Ninaitwa Bishop Ezra Sumani. Mimi naitwa Kalupa Kamola Pascal. Mchungaji Kalupa, Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe kabisa. Nimejisikia nikukaribisha katika kipindi chetu cha Shambani mwa Bwana. Amen. Utuelezee, tunatamani kukufahamu, dunia ikufahamu. Ndio. Umekuwa muombaji mkubwa, muombaji ambaye maisha yako yote ni ya kupanda kwenye milima kuomba Mungu. Na umekuwa ukifunga na kuomba sana na ukiombea wagonjwa wengi na ukifanya ushuhuda mkubwa sana katika mji wa Bukavu. Pia wewe umekuwa mwimbaji wa miaka mingi sana. Umetrain watu wengi ambao wako formed na wewe, na kwa mkono wako kumetoka waimbaji, kumetoka ni wachungaji kwa kanisa. Siri yako kubwa ni nini? Asante kwa ulizo. Kama unavyouliza, mimi ni Kalupa Kamola Pascal, ninaishi jijini Bukavu. Nimezaliwa katika jamaa la Wakristo, si Wakristo wa Kipentekoste lakini Wakristo wa Kikatoliki. Nimezaliwa humo, nimelelewa humo, nimekomalia humo, nimeanza kuimba humo. Lakini baadaye Kristo akaniokoa, nikabadili vision, nikaanza kuimbia Mungu kwa hali hizo za hiyo dini ya mbele, nikaanza kuimbia Mungu katika Pentecoste. Kwa hiyo unapouliza siri ni gani? Siri si nyingi, ni kumheshimu Mungu, kumwogopa Mungu, kubaki mwaminifu kwa Mungu peke yake, huku mtu akijitoa kwa njia maombi na kulitafakari neno la Bwana na kushikilia kile ambacho neno la Bwana linasema. Kuna wimbo wako ambao unasema, nilikuwa kijana na sasa ni mzee, sijaona mwenye haki wa Mungu ameachwa kabisa, wana uzao wake ukiombaomba barabarani. Nataka kujua nini ilikusukuma kuimba wimbo huu. Je, kuna kitu Mungu alikufurahisha, au kuna jambo fulani ambalo ulikuwa naombea Mungu akalifanya ndo katengeneza ule wimbo, au ulikuwa ni ufunuo wa kimungu, au uliimba tu kawaida? Mimi sizoe kuimba kawaida. Wale wanaimba kawaida ni watu wana ujuzi wa kimuziki, wanasomea muziki, wanafanya fakulte kabisa ya art ya muziki. Sasa mimi sikufanya hiyo, lakini ni mafunuo ya kimungu. Bien sûr kuna maformation kidogo juu ya kuyua ku agence note na mengine, lakini mimi si mtaalamu wa muziki comme tel, sa vile yenye kwa vraiment academique, hapana. Alafu sasa ule wimbo niliupata ni kwa ufunuo wa Mungu. Ufunuo kulingana na kile mtu anapitia. Unajua, nimeona walio wengi wanaokoka entre guillemets, alikuwa maisha fulani kisha anaingia maisha mengine, anajiita mtumishi pasipo kupita mkipindi. Mimi baada ya kuokoka na katika kujifunza Mungu, nikapita kipindi fulani, kile ambacho ni Mungu mwenyewe anakufundisha, kile ambacho ni Mungu mwenyewe anajiokipenda maisha yako. Unajua, muda mwingine pana mtu anaweza taka kuingia kanisani huku akifikiria kama labda ambao atakuta watu mle washirika sijui wanaweza kumsupport na kadhalika, lakini pana nafasi Mungu anapitisha mtu anajikipenda wewe peke yako. Alafu katika hizo nyakati nimezipitia, unakuwa nakuta mtu unatafuta kitu na kikosa, sababu Mungu anakutia katika fundisho, anakupiga kitu kinafanana sawa vile umaskini, sawa vile njaa, sawa vile mtu akuonewa, sawa vile ni mtu mwenye amelaniwa. Na kumbuka nilipokoka wakasema mapadri kama wamenilaani, na iliimbiwa sana kwa maposha yangu, lakini ilikuwa kipindi. Sasa katika kumtafuta Mungu, ule wimbo kakuja, nikakuwa gundu pamoja na mimi kuonekana sina hela, sina maisha mazuri, kupanga nyumba, sijui kuishi kifisilema, lakini nikakuwa naona Mungu anawachunga watoto wangu, anawalisha watoto wangu. Nikasema hakika mwenye haki hawezi acho wala mzao wake kuomba chakula. Mpendwa mtazamaji, unaweza pia kutupigia simu moja kwa moja wala kutuma ujumbe wako wa WhatsApp ili kuweza kushiriki pamoja nasi katika kipindi hiki. Kama una swali la kumuuliza mchungaji Kalupa, unaweza kumuuliza moja kwa moja. Mchungaji, ninapata swali hapa kutoka Namibia. Huyu ndugu anauliza hivi kwamba, mchungaji, kwa nini
ulitoka kwenye dini ya Katoliki na ukaingia katika dini ya walokole, yani wa Kristo? Masababu ziko wazi. Mimi pamoja na kuwa star, kwa sababu katika hiyo dini ilikuwa vraiment star, ile watu wote wanaijua, kwa sababu ninakumbuka padri wetu Peraldo Pea Soname amefariki sasa, alipofika kwa parosi yetu ya Chai pale akanipenda, akaniingiza mu orchestre yake. Alikuwa na orchestre profane iliitwa The Joy. Muziki ilikuwa bendi la kimataifa. Sasa kilichofanya mimi kutoka katika dini ni kwa sababu tunachanga vitu vyote. Unamwimbia Mungu na unamwimbia mataifa, ni sawa vile haina problem. Alafu nikakuwa nikuta kama niko najidanganya na niko namdanganya Mungu. Alafu na kiu yangu ilikuwa wapi mtu anaweza kukusikia na mtumikia Mungu kiukweli. Hii kanifanya mimi kutoka katika ile unafiki. Antuka nilikuwa mnafiki katika hiyo dini. Kuna swali lingine hapa limetoka Uganda. Huyu anasema hivi: Mchungaji Kalupa, kabla hujaokoka ulikuwa mwanamuziki wa kidunia na ulikuwa star mkubwa sana unaitikisa mji. Anauliza swali, je, ulipokuwa star uliwahi kwenda kuzimu? Ni maswali watu wanauliza. Mpaka saa hizi kama watu wanaweza fikiri wale watu wanafanya kimuziki ya kimataifa watu wanaendea kuzimu, mimi sidhani. Sio kweli. Na nafikiri si kweli. Wanatumika sana. Wanatumika, wanajua. Wanafanya mazoezi. Mimi sikuenda kuzimu kabisa, na sijawahi na sikuona mtu mwenye wale wote tulishikana mwalenda kuzimu. Bingine tulifanya bangi, tusa. Mwekwenda kuzimu. Umevuta bangi? Nimevuta bangi. Mvuta kabisa bangi. Ya just. Kweli. Yes. Unajua leo unapona ukaramusa mtumishi kwa madhabahu alijazwa roho. Lakini kwa wakati ule ile ukaramusa tulikuwa nayo sio kujaza roho, ya bangi na kujidroge kabisa. Alafu unachangamka. Mchungaji Kalupa, watoto wako uliowazaa, nani amekurithi katika utumishi ambaye unaweza kujivunia kwamba nimezaa watoto lakini huyu amerithi karama yangu ya uimbaji, ya uhubiri na kadhalika? Je, wapo au hawapo? Watoto wangu wa familia, watoto wangu biolojiki? Yes. Ndio, nina watoto wawili wamerizi. Niko na kijana wa kwanza Tonton Hamisi Kalupa, amerizi uimbaji na anaimba vizuri. Kwa leo anakaa pale Israel, amerizi uimbaji. Nina mwingine ambaye ni Ulimwengu Rodrigue, amerizi mahubiri, anarizi kutangaza na kuhubiri. Kuna binti moja niko namuona kwenye mtandao, anaitwa sijui binti gani Kalupa. Ni wa kwako au ni Kalupa mwingine? Anaitwa Neli Kalupa. Huyo ni mke ya ule kijana wangu wa kwanza. Yaani wanafanya bendi kidogo wawili pale Israeli wanaimba. Alafu unapoona wanaandika Lili Kalupa, ni yule mtoto ya kijana wangu. Wote ni waimbaji. Okay. Sasa kabla hujaokoka unasema haukuwahi kwenda kuzimu. Unakiri kwamba hukuwahi kwenda kuzimu. Lakini ulivuta bangi, ulipigana, uliumizana na uliumia kidogo. Hauna cicatrice yoyote ya dhambi ambayo ulibaki nayo baada ya kuokoka? Unaona kama hiyo ndio cicatrice? Hauna cicatrice yote katika maisha ya dhambi? Cicatrice physique nilipata, bahati sikuipata. Kunijeruhi, mema cicatrice za ndani ndio ziko. Nafsi yangu muna cicatrice kwa sababu muna mambo fulani nimewahi kufanya yenye siwezi kiri mbele za watu, sababu tu ya ile ni vidonda vya ndani. Ndio vidonda vya ndani. Ndio. Okay, Pastor Kalupa, umekuwa mwimbaji mkubwa sana katika mji wa Bukavu na katika Kongo na barani Afrika. Je, una mikakati gani kuhusiana na kizazi ambacho kinakuja nyuma yako? Kwa sababu tayari wewe unakuwa mchungaji. Na katika uchungaji majukumu ya uimbaji sijui na manage namna gani. Lakini tamani uniambie mikakati yako kwa ajili ya vizazi vingine vinavyokuja nyuma. Iko namna gani? Mimi si Mswahili, kiterm ya mikakati sielewi maana kinini. Unaweza ifasiria kwa lugha nitaelewa. Mikakati manake mipango, programu zako, unatayarisha nini kusaidia vizazi vingine vya nyuma?
Nafikiri baada ya mimi kujifunza pia nyimbo za kanisani, l'hymnologie protestante au l'hymnologie de l'église, nilikuta kuna defi nyingi, na hizo ndizo zinanishokea, na nikapata bahati ya kuandika kitabu kidogo ambamo ninaweka ile mawazo. Wakati Korani ya uongozi ili celebrate 50 ans ya kuishi, nikaandika hiyo kitabu ambamo unaona vijana wa leo wanajua muziki, wanajua imba, wana sauti nzuri, wanaelewa kabisa, lakini kitu kimoja hawako wanajua kupambanua namna ya kusaidia ibada. Wow. Wanaimba kitaalamu, lakini nyimbo zile si za kusaidia ibada. Hazisaidii ibada. Zinataka kufanana nyimbo za kidunia. Na hazisaidie waabudu Mungu aliingia kanisani. Sino inakuwa kama burudani fulani. Wanalenga labda watu wangesimama tu wacheze. Ni vizuri kusifu. Lakini unakuwa unaona ile aspect moja iko inafanya watu ladha ya wimbo. Zamani watu walikuwa wakiimba, unasikia machozi yanatoka. Nyimbo zikiimba watu wanatubu dhambi, nyimbo zikiimba watu wanalia kanisani. Ndio. Sasa hicho kitu ndio kimekosa kwa waimbaji sasa hivi. Imekosekana. Ukiangalia vizuri, leo tunasema nyimbo za wokovu zina nguvu. Nyimbo ya wokovu ni kantike, ni recueil ya kantike tunaimba. Alafu hizo nyimbo ukiziangalia zimetungwa miaka mingi iliyopita, lakini zinajaa utukufu. Sasa ukizianalize hizo, utaenda kuta wale watungai hawakuimba mazingira, hawakuimba circumstance. Waliimba Mungu. Waliimba Yesu alifufuka na kusifu Mungu. Nyimbo za leo ni za polemiki. Ya ili adui wangu leo na mimi nainuliwa, adui wataaibika. Sasa mbona wewe uliimba wimbo unasema Yesu finale? Nasema Yesu finale kwa sababu Yesu ni mkuu. Na nilikuwa kijana mpaka leo sijaona mwenye haki anaacha. Mimi siku moja nilikuwa nikihubiri kwenye kanisa la Witchem Sepak Philadelphia Mkukwe, na nilikuona unaingia kanisani. Ndio. Nazari kuja kunisikiliza. Ndio. Sasa kwaya pale ilikuwa naimba wimbo wako. Ndio. Ulijisikia namna gani? Bila shaka wakati kwaya inaimba wimbo najisikia vizuri kuona, manake nyimbo zangu watu hawakuli tu lakini wakula moyo wangu. Namna gani? Kwa sababu unaona nyinyi kwa mfano unapohubiri, watu hawakuli tu mahubiri yako, wanakula moyo wako pia. Ni kusema jinsi ulivyo itaambukia watu kile mahubiri yako. Na mhubiri ni mzuri, jinsi alivyo watu wanakula moyo wake. Walapokuwa niko rali naimba, nikaelewa kama mimi niko katika mioyo yao. Au kusikia kinyongo, wivu. Wow. Pale ni kushukuru Mungu. Ulishukuru Mungu? Nilishukuru Mungu kwa sababu ninaona kwamba ninaendelea kuitangaza injili hata kwenye siimbe, watu wanapoimba nasikia amani. Okay. Labda swali la mwisho kabla tujamaliza, nitaka kujua copyright ya nyimbo zako iko namna gani? Je, unaruhusu kila mtu aimbe wimbo wako anajisikia? Maana niona kule Kenya kuna watu walimba wimbo wako. Na Tanzania nadhani kuna watu walimba wimbo wako, na hapa Bukavu makwaya zinaimba wimbo zako. Copyright yako unailinda namna gani? Unaruhusu kila mtu aimbe wimbo wako? Mimi ninaruhusu. Haini petabu kabisa kwa sababu ni historia, mtu anaacha dunia pia. Donc mimi sisikie wivu. Akiimba vizuri kunipita, basi nitakuwa nimemshukuru Mungu. Nina wakutosha ambao wanazima na wanaingia kwa studio, na zinatoka kwangu nasikia tu ni amani, kwa sababu manake niko inspirateur ya wengine. C'est très important pour inspirateur ya wengine. Hebu zungumzia mchango wako binafsi kwa kanisa la Sayuni. Unadhani kwamba presence yako kanisa la Sayuni ilichangia katika maendeleo ya kanisa? Siwezi kataa, kwa sababu kanisa letu la Sayuni, unajua, sijui mtu hawezi kujisifu, lakini ninafikiri nilipoingia katika kanisa nikavuvia, yani nikaamusha vijana. Na ile kanisa letu halina wahubiri wakubwa kabisa, wale wahubiri mashuhuri. Kuna watu wa Mungu wanafundisha vizuri, lakini kusema wasimu hubiri kimataifa toka Sayuni hayuko. Lakini ukasikia nyimbo zinafanya fora. Kwa hiyo ninaamini nilileta yangu mchango kidogo kupitia uamsho wa ile kanisa, kupitia nyimbo zako. Ndio. Na unadhani kwamba nyimbo zako ziliinspire Bukavu?
Siwezi kataa, kwa sababu ninaposikia wengi wanaimba Bukavu, ukisikiliza jinsi wameandika ile wimbo utasantika kama mko inspiration zangu. Ndio sasa vile tunajiinspire kwa Biblia, kwa Mathayo, kwa Yeremia, kwa nini mara wengine huimba naona ni inspiration yako. Hapa Bukavu naamini kunaweza kuwa mwimbaji mwingine mwenye alianza kabla yako na amedumu katika wokovu muda mrefu kuanza mbele yangu ya katika waimbaji wa makanisa za nyimbo za Kikristo. Maki wewe unaonekana uko doyen, uko mzee, uko revera wa musique chrétienne hapa Bukavu. Unadhani kwa mwingine wa kabla yako? Kuna watu walio niliwakuta na wanaendelea mpaka leo. Mama Ajabu wa kanisa la Chai. Mama Ajabu, unasikia ukimtaja mara kwa mara. Nilimkuta na anaendelea vizuri. Pana Maroi Fanuel haimbe kwa leo, lakini niliwakuta na walikuwa wameendelea vizuri. Na labda ungeo kwa sasa hivi siwezi wakumbuka kwa sababu swali. Mama Toyo unamfahamu tokea mwaka gani? Mama Toyo nilimkuta kwa kwaya. Kwaya niliingia mbanda kukoka, nilimkuta kwa pale. Na wewe ulimkuta tayari ndani ya kwaya? Nilimkuta katika kwaya mpaka leo. Na mpaka leo yuko. Na anafanya fierte yangu kwa sababu nilimvuvia na alikuwa mwanafunzi mzuri kwa sababu anashikilia na anafanya vizuri. Kwangu ni heshima ninapomwona anaimba vizuri na anakaza kiimani. Na ninasema kwa sababu yeye mwenyewe huwa anashuhudia. Akifika fasi ananishuhudia kuwa baba na amejifunza mengi kwangu. Alafu ili natuma nasema kwamba najivunishia yeye. Unadhani kama kiuimbaji naye aliendelea vizuri mpaka sasa hivi? Anaendelea kwa sababu ni mama ambaye nafikiri kama Bukavu na kanisa lingepata mwimbaji sawa ule, mambo ingetembea vizuri, kwa sababu yeye gisi ni mjua, hajawahi kuwa ampeshe mnyimbo niko mimba no. Sababu tukao tunafanya tunaweza tunaimba kisha anapotea kidogo 2 minutes tunasikia Toyo anazala. Tumefanya safari ya injili ana mimba kasa kubwa, miezi ngapi na karibia kujifungua, na nikaogopa labda nitazalea injili. Donc yeye hata kizuizi. Tulipokuwa tulitoka Uvira, kesho maternity anazala. Donc hana mpeshima wengine iko mimba anatoka kuzala mungoe, yeye anatoka kuzala danzili semena alishakiwa kusikiliza harufu ya repetition. Yani ana nyimbo ndani. Kama tungepata nani unaogopa? Manake hata katika mpira Barcelona ikicheza na Real Madrid unakuta Messi akiwa upande wa Barcelona huku ndio wanaogopa. Tunaona hata katika ngumi Tyson akipigana na mtu kunakuwa nani ndo tishio kwako katika uimbaji hapa Bukavu? Katika uimbaji kuba generation yangu naogopa Ushindi. Pastor Ushindi. Ndio. Unamwogopea nini? Namuogopa kwa sababu ana mtindo wake wa kuimba. Na unasikia kile anaimba kina mzito fulani. Huyu namuogopa. Na ninaogopa vijana wengine ambao sasa wamefika nyuma wana vipaji. Originality yako wewe ni nini katika uimbaji? Chako ambacho ni cha tofauti na watu wengine wote. Cha tofauti mimi siimbe sana. Mipasho. Sijui mnaita nini? Mipasho ndio Mambwakela. Okay. Kama ndio mipasho hii. Mipasho kwa Kiswahili. Sina hiyo. Unaimba neno la Mungu. Naimba neno la Mungu, naimba maisha yangu hasa. Nyimbo nyingi ni maisha yako. Ni maisha yangu. Ukisikiliza wimbo ninaimba, ukifuatilia vizuri kama uko mwerevu unasema unaweza nigundua maisha yangu ilikuwa hicho. Zaidi ya Bukavu umevuka mipaka labda Nord Kivu, Uvira. Nyimbo zako zimevuka Goma, Uvira, Kenya, Afrique du Sud. Peut-être juu tuko na makanisa kule, peut-être wanapenda waniimbe labda, lakini sawa. Okay. Nini unajivunia katika maisha yako yote ya uimbaji? Sur le plan uimbaji, kitu ambacho unajivunia kwamba hiki hapa mimi ndo the top. Ulizo liko nguvu. Fierté yako ni nini katika uimbaji? Unajivunia kwa sababu unaimba vizuri, kwa sababu unatunga nyimbo nyingi, kwa sababu ni mwimbaji na mhubiri, kwa sababu umeongoza kwaya miaka mingi. Nini unajivunia? Kwanza siwezi jivunia sauti. Nilikuwa na sauti nzuri kwa mataifa, kisha kuokoka Mungu akaikata. Paske ningebakia naka hayo. Nilipaswa kuwa na kiburi.
sina sauti nzuri. Najivunishia kuona niko na pasipo na sauti nzuri, niko na karisma ya kupeleka uimbaji. Najivunishia kitu cha kuona mimi ni mwalimu wa uimbaji. Nahimiza kwenye kanisa kubwa. Ndio. Nina kiburi hicho. Kiburi unacho. Ndio. Cha kujiona kwamba uko kiongozi wa kwaya, mwalimu kwenye kanisa kubwa. Unahimiza watu wamtumikie Mungu. Kalika kiburi kapo. Na kiburi cha pili kwa sababu ile korali naiongoza miaka depuis 1993. Naweza kwa miaka ngapi hiyo? Karibia 30 hivi. Okay, sasa ndio korali ya kwanza Msepake miaka 27. Kavu. Ndio kwaya ya kwanza kivipi? Kwaya mama. Kwaya mama. Ndio imezama kwaya zingine zote. Imezama kwanza sasa hivi imezaa hata kwa sababu makanisa ziliteliwa mbele waaminifu sijui hii korali ndio mlikuwa mnatoka batenda forme zile zinakuwa. Uliimba kwenye mkutano wa Bonge? Pale nilikuwa sijaokoka. Ulikuwa hujaokoka. Lakini kwaya yako iliimba kwenye mkutano. Kwaya ilikuwa pale silikuwa. Baada ya hapo ndio ulikuja kuokoka na kuendelea. Okay. Mchungaji Kalupa, Mungu akubariki sana. Nashukuru. Nakubariki sana. Tunafurahi sana kukufahamu. Asante. Na mpendwa mtazamaji wa kipindi chetu cha Shambani mwa Bwana, huyu ni mchungaji Kalupa. Nataka nikuulize, tutakapofika mbinguni unatamani wimbo wako gani uimbwe kule? Ulizo lako liko nguvu. Wewe uko makali sana wewe. Siwezi kuchagua wimbo fulani. Siwezi kuchagua kabisa wimbo fulani. Lakini ningependa kama ngimba unitegee sikio uwe mwangu ule mwini wako wangu mateso ya mwenye haki ni mengi lakini Bwana humuponya nayo. Kuna wimbo mmoja umeimba mwishoni hapo unasema binji. Hicho kitu ni kitu gani? Maana mimi sielewi. Ni kitu gani? Kwa kifupi tu tunabakia na sekunde 30. Kwa kifupi binji iko sawa, iko expression ya lugha kwangu. Binji kusema kwamba mshikashika mambo tena batili. Ukishika utapoteza hata ni kidogo. Kwa nini unaimba nyimbo za kimushi na wewe uko internationalist, uko mtumishi wa Mungu, haufungwi na ukabila, haufungwi na chochote? Kwa nini unaimbisha kwaya nyimbo za lugha yako na kabila yako? Huko ndio niko beaucoup plus inspiré Kiswahili. Kwa Kiswahili. Kiswahili siko inspiré sana. Na unadhani ule wimbo utafikia watu wengi? Au unataka furahishe tu watu wa kabila lako? Sio maana tunampetaza Zulu hapa na usikie Zulu. Donc kama unaimba katika lugha yako unaimba ndani yako, kuna mwingine ataipokea. Tulikuwa na mhubiri mmoja kutoka Tanzania wanamuita Shalom. Alikuwa nasikia, alikuwa asema maraba nilikuwa nasikia kwa sababu wimbo inambeba tu, anaona sawa ilikuwa nasikia. Donc sio maneno tu lakini kile cha ndani kenye kina watu wanavuviwa. Nishakwambia example wimbo wa Zulu na zingine za mwa dunia. Watu hawajui lugha lakini wakigonga unasikia. Nyimbo ziko natoka hapa Nigeria za lugha nyingine. Msikifika unaona watu wanapelekwa tu. Okay. Wapendwa wangu watazamaji, tunawashukuru. Tulikuwa naye bwana mchungaji Kalupa na bila shaka umemfahamu. Ukiwa na swali, maoni yoyote, usiache kutusukumia pale chini. Na ukiwa na swali lote kwa mchungaji Kalupa, andika comment yako, tunahitaji. Usisahau kushare, usisahau kusubscribe, usisahau kutoa comment, na usisahau pia kumkumbuka mchungaji Kalupa hata katika maombi na kwa simu na kumpigia simu pia 09 97 72 75 70. Narudilia plus 243 9 97 72 75 70. Kwa ule unasikia Kifaransa, mwa isikia Kiswahili, tutaiandika pale chini ili wale ambao wasikii Kifaransa waweze Ni mwalimu wa nyimbo za Injili na Mungu anamtumia sana katika bara la Afrika. Ukimhitaji kwa jambo lote lile la kimungu, pia ni mhubiri wa habari njema na ni muombaji pia. Kwa hiyo kwa jambo lote lile ambalo ulitamani kupata ushauri, maelekezo ya kiroho, unaweza kumcontact kwa namba zile ambazo amezitaja hapo, na Mungu akubariki sana. Kwa heri. Amen.